Naam, katika surati An-Nur, laana ya Allah subhanahu wa ta'ala, laana maana yake ni mtu kuwa mbali na rehema za Allah, na ghadhabu za Allah zinapelekea mtu kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika surati An-Nur, mmoja ameambiwa aseme laana na mwingine amesema ghadhab. Mwanamke alipokuwa anakithirisha laana hajaambiwa aseme laana, ameambiwa aseme nini? Ghadhab. Kwa sababu mwanamke an-nisa yukthirna al-la'na, na hizi ni katika dhaifu ambazo maulama, ni katika dondoo ambazo maulama wamezitaja, na katika dakhaikul ulum. Kwa nini mwanamke haja hapa kama mwanamume? Naona hii al-khamisa ghadhab na huu al-khamis la'na, si ndivyo? Zikatofautishwa. Kwa mwanamke haidada laana, imekuja ghadhab, si ndivyo? Si ndivyo? Katika surati An-Nur angalieni, mmoja wapo amesema ghadhab na mwingine amesema laana. Mwanamke amesema ghadhab. Nani anakumbuka hufadh al-Qur'an? Wapi? Angalia haraka haraka hapo. Kwa mwanamke amekuja ghadhab, naam, si ndivyo? Kwa mwanamke amesema al-khamisatu anna ghadhab Allah alayhi, si ndivyo? Na kwa mwanamke, yani mwanamume akiwa na hapa anasema anna la'natullahi alayha, si ndivyo? Si ndivyo Sheikh? Naam. Kwa hiyo ilipokuwa mwanamke anakithirisha hilo, ikawa haifai kwa pale kusema. Almuhimu, yote haya ni katika masuala ya li'an. Ikishatokea hili, mwanamume akamtuhumu mke wake kwamba kazini, kuna wanaume huwa na tabia hizo. Kuna wanaume ambao wana tabia ya kuwatuhumu wake zao kwamba wamezini. Anamtuhumu mke wake kwamba kazini, alafu anaendelea kuishi naye. Ukimtuhumu mwanamke kwamba kazini, ukienda kwa kadhi ikatokea nini mlaana, yani atalaunu baina az-zawj wal mar'a, kwamba wanalaliana kati ya mwanamume na mwanamke, ina maana kuna ahkamu zinapita hapo. Jambo la kwanza, kama ni mke wako mnaachana ala al-abad, hamturudiana tena. Kama huyo mke wako huyo ambao umemtuhumu kwamba amezini na umeshuhudia hilo, mkaenda kwa kadhi mkalaniana, basi huyo mwanamke utamwacha ala al-abad, hamturudiana. Huna fursa ya kusema mke wangu tugange yajayo turudiane, yani hamturudiana tena. Huyo ataenda kuolewa na wanaume wengine. Pili, kama huyu mwanamke imetokea mimba, kwa sababu ya hilo swala ulilisema, huyo mtoto hatunasibishwa kwako, atanasibishwa kwa nani? Kwa mwanamke. Atakuwa sio mtoto wako, ni mtoto wa mwanamke. Sawa? Tatu, huyu mwanamke ambaye amekutuhumu hatapigwa bakora 80, kwa sababu ukimsikilizia mwenzako unapigwa bakora 80, kwa mwanamume hazitotokea. Sawa? Kwa hiyo zipo ahkamu ambazo zimetajwa, ambazo tutataratibu kwa mtu atakapokuwa amefanya laani kwa sababu ya kumtuhumu mke wake kwamba amezini.